Maandiko yanasema kwamba asema juu mbinguni wakakaa kikao. Wakati ambapo walikaa kikao, wakauliza ni nani ataenda. Jesus. Ni nani ambaye ataenda kukomboa ulimwengu? Nisikilize mtumishi wa Mungu. Usiwe na mashaka ya kuanzisha kitu. Unavyodhani ama jinsi ambavyo unafikiria sio hivyo ambavyo ilivyo. Watu wengi wanadhani ya kwamba kuanzisha kitu ni paka wao watu 5 ama wao watu wengi zaidi. Kuna watu wengine wana vitu vikubwa lakini wanashindwa namna kukianzisha kwa sababu yuko peke yake. Jesus. Nisikilize kwa makini. Nisikilize kwa makini. Tukisoma maandiko kwenye kitabu cha Zaburi 119 kusoma 100 inasema hivi. Asema nina ufahamu kuliko wazee, kwa kuwa ninayatii mausia yako. Asema nina ufahamu kuliko wazee, kwa sababu ninayatii mausia yani unatii mausia ya Mungu. Jesus. Listen to me my dear. Kuanzisha kitu, watu wengi wanapenda kuanzisha kitu akiwa na watu wengine, akiwa na mtu mmoja fulani, ama anatafuta watu mmoja fulani, ndipo anapata nguvu ya kuanzisha kitu. Maandiko yanasema ninafahamu kuliko wazee. Na haya maneno ambayo nitaiongea siku ya leo, nina imani ya kwamba yatakutosha mahali ulipo na kukupeleka kwenye viwango vingine vya hali ya juu. Listen to me. Kuanzisha kitu haitajiki mpaka mwe watu wengi. Kuanzisha kitu haitajiki mpaka uwe na vitu vingi vya kutisha. No. Kwa kile kidogo ambacho uko nacho, kile kidogo ndicho ambacho utaanzia nakio. Vile uko peke yako, kupitia wewe ndipo na watu wengine wataongezeka. Jesus. Jinsi uko peke yako kwenye familia, mtu ambaye anajulikana. Jinsi uko peke yako kwenye familia zako, mahali popote unajulikana, hivyo ndivyo ambavyo utaanza, na kupitia wewe wengine wataonekana. Lakini tunashindwa kuelewa jambo hili. Watu wengi wana vitu vikubwa ndani yao. Watu wengi wana maarifa makubwa ndani yao. Watu wengi wamechukua vitu vikubwa, lakini kwa sababu haoni mtu mwingine, kwa sababu anajiona yuko peke yake, anashindwa kufanya ile jambo, anashindwa kuanzisha kile kitu kwa sababu yuko peke yake. Kwa sababu yuko peke yake, anashindwa kuanzisha kitu, anashindwa kuanza business, anashindwa kufungula jambo fulani, anashindwa kufungula kitu fulani kwa sababu yuko peke yake. Nisikilize kwa makini. Usiogope kuanzisha kitu, ndugu yangu. Kile kitu ambacho Mungu aliweka ndani yako, anza tu vile kidogo. Uanza tu vile peke yako. Kuna wakati ambapo utashuhudia mkono wa Mungu. Jesus. Listen to me. Yoyote mwenye anasubiri pa kuanzisha kitu ni paka wao watu wengi, ujua kwamba unapoteza wakati wako. Listen to me. Katika dunia kuna wakati wa kila mtu, na Mungu amepanga kila kitu kulingana na mapenzi yake. Mungu amepanga wakati fulani nitatuma mtu fulani, huyu mtu fulani atatawala kwa muda fulani.
akimaliza ile wakati wake ikipita, nitatuma mwingine naye atatawala kwa muda fulani kwa sababu ya kitu fulani. Na wakati ambapo Mungu anakutuma ni wewe peke yako. Yani anakupanga vizuri, anakuandaa vizuri, anakutengeneza atakavyo yeye. Wakati ambapo anamaliza, ndipo sasa anakutuma. Maandiko yanasema hivi: kilichozaliwa na roho ni roho, kilichozaliwa na mwili ni mwili. Lakini walio wa Mungu hawakuzaliwa kwa mapenzi ya mwanadamu, bali ni kwa mapenzi ya Mungu aliye hai. Wakati ambapo Mungu anakutengeneza, anakupanga vizuri, ndipo sasa atakutuma. Na katika kukutuma kwake, ataangalia ni mahali gani ambapo mtu anastahili kufika. Oh Jesus. Anaangalia ni mahali gani ambapo huyu mtu anastahili kufika. Ni familia gani ambapo huyu mtu anastahili kufika. Na katika hii familia, ni vitu gani ambavyo atatengeneza. Ni vitu gani atavitia sawasawa na mapenzi yangu mimi Mungu. Ni mahali gani ambapo atatembea. Mungu anapanga hii familia itenda mahali pale. Wakati atenda mahali pale, huyu mtu anastahili kufika mahali pale, basi ni mweke mahali hapa. Anatuma ile roho. Oh Jesus. Ndio maana siku zote nasemaka mtu ni roho. Sasa nisikilize vizuri haya maneno. Mungu anakaa, anaangalia vizuri, anapanga. Anasema, oh mama fulani ni mjamzito. Oh familia fulani kuna mjamzito. Okay. Sasa kwa hii plani yangu ambayo mimi baba niko nayo, kwa hii plani ambayo niko nayo, kumbe nikamate hiyo yenye ujasiri, hilo itafanya vitu hivi na hivi na hivi. Ndipo sasa Mungu anatuma. Wakati ambapo anatuma, kwa sababu mahali pale pana mwili, yani kuna kichombo fulani, kile chombo kiko mahali pale akijafanya hata kazi yoyote. Kile chombo kiko mahali pale akijatengeneza hata jambo lolote. Sasa Mungu anaweka ile roho kwenye ile chombo. Wakati ambapo anaweka ile roho, kile chombo sasa kinazaliwa. Ule mtu sasa anazaliwa. Ile roho iko ndani yake, ile nguvu iko ndani yake. Huku Mungu plani yote aishaimaliza. Oh Jesus. Sasa wakati ambapo anafanya hivyo, ndipo sasa unaona mtu anazaliwa. Kuna wengine katika watoto wao watapitia vita kubwa. Kuna wengine yani magonjwa makali. Yani wengine meshao watazaliwa mahali ambapo ni pagumu, ambapo kila mtu atakata tamaa na kusema huyu tumempoteza. Oh Jesus. Wakati ambapo Mungu anafanya hivyo, anajua sababu ya wewe kukutia mahali pale. Na wakati ambapo utaenda unakomaa kidogo kidogo, kuna vitu sasa ambavyo vitaanza kuamuka ndani yako. Nisikilize. Kuna vitu ambavyo vitaanza amuka ndani yako. Vitu vimoja vitaanza kukusukuma. Ile roho itapenda ifanye kazi. Kwa maana imeandikwa, Baba huwa anatuma roho. Wakati anatuma roho, ile roho ifanye mapenzi ya Mungu. Sasa pakuwa ile roho ifanye mapenzi ya Mungu, ni paka ile roho ikae ndani ya mtu. Ule mtu sasa ndipo ambapo atafanya mapenzi ya Mungu. Oh Jesus. Lumano tona wengine wakingali watoto anapenda kuimba sana nyimbo za Injili. Wengine wakingali watoto ana kipaji moja fulani. Wengine takingali mtoto anapenda kuomba sana, kuombea watu, anapenda kuhubiri, anapenda kufundisha kile kitu Mungu ameweka ndani. Lakini wakati ambapo Mungu anafanya hivyo, ule mtu anajiona jinsi alivyo. Ule mtu anajipozia. Ule mtu anajiona yani anajiona kwa mtu wa bure ambaye afai kwa sababu ya muonekano wake. Mungu atusaidie kulishika neno hili. Unakuta ule mtu anashindwa kuanzisha kile kitu. Unakuta mtu anashindwa kufanya kile kitu kwa sababu ya muonekano wake, kwa sababu yuko peke yake. Oh. Yesu akasema, Baba nitume mimi nitaenda. Yesu akasema mimi nitaenda. Peke yake
yake Yesu akasema mimi nitaenda. Na ni kweli akaja mwenyewe. Oh Jesus. Ukiendelea unasoma maandiko, utakuta watu ambao walisimama pasipo kuogopa. Oh Jesus. Utakuja kute habari ya Elia mtumishi nabii wa Mungu ambaye alisimama. Utakuja kute habari ya Paulo ambaye alisimama. Kupitia Yesu alianzisha kazi akiwa peke yake, lakini kupitia yeye watu wengine walionekana. Kupitia Elia kukaonekana na Elisha, vile na wengine wakaendelea kuonekana. Kupitia Musa kukaonekana Aaron, kukaonekana Yoshua, kukaonekana pia na watu wengine. Sasa wewe ni kitu gani? Ni kitu gani kinakufunga? Ni kitu gani kinasababisha ushindwe kwenda? Kinakufanya wewe ushindwe kuanza safari? Nikwambie, wakati wako ukipita, hauwezi kuwa tena na nguvu ya kusimama. Wakati wako ukipita, hauwezi kuwa na nguvu tena. Maono kwako itakuwa ya kidogo. Oh Jesus. Nguvu kwako itakuwa ya kidogo. Uwezo kwako utakuwa uwezo mdogo, kwa sababu wakati wako unapita. Oh Jesus. Lakini ukianza mapema, wakati wako utafanya vitu vikubwa, na historia yako itakuwa kubwa, kwa sababu ulianza kwa wakati. Ndugu nisikilize, kwa sababu ulianza kwa wakati, utachukua muda mrefu. Lakini ukianza nyuma, utakuwa na siku chache, utakuwa na miaka kidogo, kwa sababu unaanza nyuma. Kitu ninachokushauri leo, anza peke yako. Anza peke yako. Oh Jesus. Anza peke yako safari. Usite mtu, usibembeleze mtu, wala usikaze mtu yote. Simama na uanze kile kitu. Kuna watu ambao Mungu ameweka kwa ajili yako. Kupitia wao kuna watu ambao Mungu atawatuma kwako. Wengine wanaogopa kuanzisha kile kitu, wengine wanashindwa kusimama. Acha nikwambie, naita kusaidia siku ya leo. Kuna vitu vingine ambavyo mzazi atafanya peke yake, na kuna vitu vingine mzazi hawezi kufanya peke yake, kwa sababu alishakomaa, anakuwa mtu mkubwa. Hawezi kukimbia kama wewe kijana, hawezi kusimama sana kama wewe kijana. Kuna vitu ambavyo atafanya peke yake, na kuna vitu ambavyo atahitaji msaada. Sikiliza, maandiko yanasema, ninawaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu, na neno la Mungu li ndani yenu, na mmemshinda yule mwovu shetani. Jesus. Watu wengi tumezamia mahali hapa. Watu wengi tumeshindwa kwa sababu ya hii jambo. Tunasubiri mtu wa kutufuata, tunasubiri mtu mwenye atatuambia ya kwamba mkuje sasa tuanze. Tunasubiri majira moja fulani, lakini siku leo nakwambia, mahali hapo napo nisikiliza, weka mguu wako mbele na uanze safari tena, safari yenye nguvu na mamlaka ya Mungu. Anza peke yako kabla wakati wako hujapita. Wakati ambapo wakati wako utapita, utajutia, utatamani kufanya kile kitu, lakini haitawezekana. Nisome tena andiko hili. Nisome tena Zaburi 118 kusoma 17. Inasema hivi: sitakufa bali nitaishi, nami nitasimulia matendo ya Bwana. Watu wengine wanaogopa, watu wengine wanakuwa na mashaka ndani yao na hofu. Listen to me. Mtu aliyetumwa, mtu yoyote aliyetumwa, ule mtu ambaye ametumwa, ukimgusa yule mtu, ujue kwamba unamgusa mtu ambaye alituma mtu yule. Oh Jesus. Niseme namna gani? Kama kuna mtu ambaye ametumwa,
kufanya jambo fulani na watu wanampinga na watu wanamzuia, ujue kwamba hawamzuii yule mtu, lakini kuna mtu ambaye wamemzuia. Mtu ambaye wamemzuia ni mtu aliyetuma yule ambaye mnamuona mahali pale. Listen to me. Sisi wengine tumetumwa na Mungu. Sisi wengine tumeletwa na Mungu. Na kama tumeletwa mahali hapa, hakuna chochote ambacho itakachotuzuia. Hakuna chochote ambacho kinaweza simama na kufunga barabara. Hakuna chochote ambacho kinaweza simama na kuitunukia na kutupanda juu. Never. Hakuna chochote. Listen my dear, the devil is a liar. Shetani ni mwongo. Nisikilize ndugu, simama. Maandiko yanasema kwamba sitakufa bali nitaishi niasumbulie. Asema sitakufa bali nitaishi. Atena na ule woga. Ni wakati wako huu. Huyu wakati ukipita hauwezi kusimama tena. Huyu wakati wako ukipita hauwezi kuwa na nguvu tena. Biblia yangu inaniambia kwamba kipindi cha mwisho, kuna siri moja hapa. Watu wengi wanajua tu ya kwamba kipindi cha mwisho utakuwa wanajua uongo, matendo mabaya yatazidi, watu watajua wenyewe, watu watajikana vitu vibaya. Lakini kuna siri nyingine kwa wana wa Mungu. Nisikilize. Maana sasa kipindi cha mwisho Baba atachilia nguvu za Roho Mtakatifu kwa watu wake. Hii nazungumzia kwa watu wa Mungu. Nazungumzia kwa wachaguliwa wa Mungu ya kwamba ataacha nguvu. Baba atachilia nguvu kwao. Asema wana binti zenu wanatabiri, vijana wataona maono, wazee wataota ndoto. Biblia inasema kabla siku ile haijafika, Mungu atatuma nabii, Mungu atatuma mtumishi wake, na wale watumishi watasimama kwa ajili ya Mungu. Oh Jesus, listen to me. Watasimama kwa ajili ya Mungu. Oh my God, leshialama. Watasimama kwa ajili ya Mungu. Ajalishi ulipitia mangapi, ajalishi walikusemea mangapi, Mungu akikuchagua inatosha. Mungu akikunyangua inatosha. Mungu akikupandisha inatosha. Sasa unajiwekea hofu ndani yako, unaogopa kuanzisha kwa sababu familia yako haikupendi. Unashindwa kuongea kwa sababu familia yako haikutaki. Wanakuchukia marafiki zako, watu wengi hawataki kukuona. Listen to me. Vile ulivyo ndivyo Mungu atakavyo kutumia, ndivyo Mungu atakavyo kuinua, na watu watauona mkono wa Bwana juu ya maisha yako. Biblia inasema sitakufa bali nitaishi, nami nitayasumulia matendo ya Bwana. Ni matendo ya Mungu. Oh Jesus. Oh yes. Oh shalama. Asema Zaburi 119. Ukisoma hapa 98 kushuka inasema hivi: amri zako zimenipa hekima kuliko adui zangu, kwa kuwa nimezishika daima. 99, nina akili kuliko walimu wangu wote, kwa kuwa ninatafakari kuhusu sheria zako, sheria za Mungu. Lando ninasema nina ufahamu kuliko wazee, kwa kuwa ninayatii mausia yako. Asema nimezuia miguu yangu isiende kwenye kila njia mbaya, ili niweze kutii neno lako. Oh Jesus. Can just someone say amen right now? Can just somebody say amen right now? Oh Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu. Biblia, maandiko matakatifu yako wazi kabisa. Maandiko matakatifu, watumishi wa Bwana, yako wazi. Yeyote anayetafakari, yeyote anayetenda kwenye mapenzi ya Mungu, acha niwaambie, mtu wa kwanza kutajiri ni mtu mwenye akili. Mtu mwenye akili ndio mtu tajiri. Hakuna tajiri asiyekuwa na akili.
Hakuna aliyeinuliwa ambaye hana akili. Yoyote aliyeinuliwa, yoyote anayetawala, yoyote anayeongoza kitu fulani, ujue mtu ana akili. Sasa kuna kwa sometimes watu wengine akili zao zinakuwa chache kwa sababu hawasimami sawasawa na mapenzi ya Mungu. Kuna walimu wengine nisikilize siku leo mtumishi wa Bwana. Kuna walimu wengine ambao hawana akili kwa sababu hawajui wanachokifanya. Oh Jesus. Simama ndugu yangu. Usiogope baba. Usiogope mama yangu. Usiogope kijana mwenzangu. Usiogope ndugu yangu. Simama, simama. Ni wakati wa kusimama. Ni wakati wa kusimama huu. Sio wakati wa kuuliza nani ataanzisha hiki kitu. Nitaenda na nani? Ni nani atakayeniongoza? Ni nani atakayenifikisha? Huyu wakati ni wakati wa kusimama. Sio wakati wa kusema nikishindwa itakuwaje. Ni wakati wa kusimama na unaanza peke yako. Oh shikalama. Unaanza peke yako na unasema kwa mkono wa Bwana nitaweza, kwa mkono wa Mungu. Maandiko yanasema naweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Maandiko yanasema hakuna silaha yote itakayoinuka kwa ajili yangu na ikafaulu na ikaweza, wala ulimi wala fame hakuna. Lakini mashaka tunaweka ndani yangu. Ninasi muda huu, ninasi mtu mmoja kuinuka. Ninaombea mtu mmoja kusimama kwa wakati huu. Ninaombea mtu mmoja kulipata neno hili naweza kusimama katika familia yake. Mtu mmoja simame katika roho na kweli. Mtu mmoja simame katika mapenzi ya Mungu. La shaya. Oh Jesus. Mtu mmoja asimame kwa wakati huu. Mtu mmoja asimame kabisa. Nisikilize ndugu mpendwa. Watu wengi wanashindwa kuanzisha vitu kwa sababu ya plani na kuwa mengi. Anapanga vizuri, anaanza tena nikishindwa. Nikifanya kitu kikishindikana. Nikianza kitu kikishindikana itakuwaje? Hapo mara moja anakuwa na hofu ndani yake. Hapo mara moja anakuwa na woga ndani yake. Hapo mara moja anashindwa kufanya hicho kitu kwa sababu mawazo yanakuwa mingi ndani yake. Masababu yanakuwa mingi ndani yake. Lakini wakati ambapo nasimama kama vile Daudi alivyosimama, na ukisimama hivyo ndugu yangu, Mungu atakuwa pamoja na wewe. Maandiko yananiambia alipo wawili watatu na Bwana ni pamoja nao, na yeye Bwana ni katikati yao. Maandiko yanasema nabii Elia alisimama mbele ya watu pamoja na manabii wa Baali. Nabii Elia alikuwa peke yake akisimama mahali hapo. Wanabii wa Baali walikuwa wengi sana. Ndio maana kuna neno ambalo linasema hivi, wingi si kitu. Wingi si kitu. Unaweza kuwa watu wengi lakini mkafeli jambo fulani, lakini tu mtu mmoja anaweza lile jambo. Na ukiangalia vizuri kwenye historia utakuta vitu vingi vikubwa kuna mtu mmoja alianzisha. Mtu mmoja akegeuza nchi yote. Mtu mmoja hata tukienda kwenye maandiko utakuta mtu mmoja akageuza. Nabii Elia akasimama akasema, kwa nini tuendelee kupingana kwa ajili ya jambo hili? Tuchukue ng'ombe pale tuweke hapa tuchinje. Waweke vitu vya kwao wachinje na walike moto kutoka mbinguni. Mungu ambaye atajibu kwa moto ndiye ambaye watu wote watamwabudu. Huyo Mungu ndiye ambaye watu wote watamwabudu. Biblia inasema kwamba Elia akawaambia, ninyi anzeni kwanza kwa sababu ninyi mko wengi. Wakati ambapo walianza hakuna jambo ambalo lilitendeka, wala hakuna jambo ambalo lilifanyika. Waliomba wanabii wa Baali, wakaamua kujikatakata kwa viso, wakaomba kwa kila njia zote ambazo wanajijua, lakini hakuna jambo lililotendeka. Wakati ambapo ilifika Azoroni, nabii wa Mungu, nabii Elia anayejua njia za Mungu, anayejua siri
za Mungu, anayejua nguvu za Mungu, anayejua kilicho ndani yake, akasimama akawaambia wekeni hapa, akaweka madhabahu. Maandiko yanasema akajenga madhabahu. Wakati alipojenga akaweka sawa sawa, akawaambia wekeni na maji, kwa sababu anajua Mungu wangu hata kwenye maji anapita. Lema, hata kwenye maji anapita. Hakuna jambo ambalo litamshinda Mungu. Yeye Mungu anapita mahali popote. Yeye Mungu anajibu wakati wote. Yeye Mungu anatenda kwa wakati wote. Akasimama akasema wekeni tena maji, wakaweka. Akasimama akamwita Mungu, oh, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu ajibie kwa moto, na Mungu alijibu kwa moto. Listen to me my dear, ni wewe peke yako ambaye utaanzisha safari. Ni wewe peke yako utaweka sawa sawa. Ni wewe peke yako ambao utasimama na wengine watakufuata nyuma. Wakati ambapo Mungu alijibu, sikiliza, anakuwa haraka sana, natamani nende pole pole. Maandiko yanasema hivi, Nabii Elia akawaambia watu nikaribieni. Oh Jesus. Nabii Elia akawaambia watu nikaribieni. Watu walikuwa walishaenda mbali, watu walianza kuwa wakiogopa. Nabii Mungu akasimama akawaambia kujeni karibu, kujeni. Na watu wakaanza kujongea, watu wakaanza kwenda pole pole. Acha nikwambie, wakati ambapo Mungu alianza kupita, maandiko yanasema kwenye Agano la Kale, Mungu alimwambia Musa ya kwamba kuniona sura yangu ni vigumu, lakini unaweza ona tukipanda kidogo, lakini kunaona ni vigumu. Na wakati ambapo Mungu alianza kupita, kulikuwa vitisho, kulikuwa mitetemeko mkubwa. Wakati ambapo Yesu alikuja, Yesu katika safari yake, Yesu katika kutembea kwake, watu walianza kumfuata wenyewe. Watu wengine, kulikuwa watu ambao walianza chagua Yesu, kulikuwa watu ambao walianza kuwaita, na kulikuwa watu ambao walianza kumfuata Yesu kwa hiari yao wenyewe. Wakati ambapo Paulo akipita na watumishi wengine wakitangaza injili, kuna watu ambao walianza kuwafuata watumishi wa Bwana, wakiwafuata kwa bila kuambia kwamba utufuate. Na wakati ambapo unasimama, kuna watu ambao watakufuata, kuna watu ambao watasikiliza neno lako, kuna watu wataona kilichokuwa ndani yako, kuna watu wataona kitu ambacho unaanzisha. Na wakati ambapo watakiona kile kitu, wengine watakufuata, wengine watakunenea mabaya, lakini usikate tamaa. Kuna wengine watatamani wakuvunje moyo, lakini usivunjike moyo. Kuna wengine watakudharau kwa sababu kila mwanzo ni mgumu. Watu wengine watasema nakosa vitu vya kufanya, watu wengine watasema utaona kwenye nafikia, lakini kama uvunjiki moyo, ukiendelea kwa ile jambo, Mungu atakuonekania na mambo yote yatakuwa sawa. Ndugu mpendwa unayenisikiliza leo, neno iko kwa ajili yako. Neno iko kwa ajili yako, kwa kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako. Kwa sababu kuna watu wengine wamefungwa kabisa. Shetani anajua kwamba huyu mtu nikimwachilia, huyu mtu akipata ufahamu, atafanza mambo makubwa mazito. Anamfunga yule mtu. Unakuta mtu mwingine amefungiwa kwao, mtu mwingine amebaniwa kwao, anashindwa jambo la kufanya. Ninakutangazia siku ya leo, umewekwa huru kwa damu ya Yesu Kristo. Nakutangazia siku ya leo, hakuna mamlaka ya giza wala nguvu za kuzimu zitakazo kutawala tena. Kwanza leo umewekwa huru. Ni wakati wako wa kusimama, ni wakati wako wa kuanzisha safari, ni wakati wako wa kusimama na kuanza safari. Usiangalie wapi na wapi. Maandiko yanasema hivi. Neno gani ile? Inasema hivi, God. Kuna neno moja hapa. Inasema hivi. Ni kitabu kimoja napenda. Kitabu cha Zaburi 118 kusoma ngapi hapa? Tuanze 4. 118 kusoma 4. Tunaanza 4. Nasema hivi: wamchao Bwana na waseme sasa ya kwamba fadhili zake ni za milele. Kana nasema hivi: katika shida yangu nalimwita Bwana,
Bwana akanijibu, akaniweka pamoja nafasi, akaniweka panapo nafasi. Katika shida yangu nalimwita Bwana, Bwana akanijibu, akaniweka panapo nafasi. Wakati ambapo nasimama katika safari, unaona mambo yanakuwa magumu, yoyote aliyetumwa, kile kitu ikishindikana, kama aoni njia, anakuwa kanaangalia mahali ambapo alitoka na kuuliza ya kwamba hiki kitu kinakuwa kigumu, nifanze nini? Yeye ambaye aliyemtuma atamwelekeza. Katika shida yangu nalimwita Bwana, Bwana akanijibu, akaniweka panapo nafasi. Wakati ambapo unaona mambo yanakuwa magumu, wakati ambapo unaona vitu vinakuwa vizito, aliyekutuma umuulize, aliyekutuma ukimuuliza, atatengeneza njia, ataweka sawasawa na mapenzi yake, atayasikiliza maombi yako, atajibu kulingana na unavyoomba, atapakusa machozi yako. Sita nasema hivi, Bwana yuko pande wangu, sitaogopa. Mwanadamu atanitenda nini? Listen, aliyekutuma kwenye kitabu cha Joshua, Biblia inasema Mungu akasema kwamba, Bwana akasema, akamwambia Joshua ya kwamba nilivyokuwa na Musa ndivyo ambavyo nitakuwa pamoja na wewe, wala usiogope wala usifadhaike. Kuwa nguvu, usijaa wala usiende kinyume na mapenzi yangu. Listen to me, haina budi ya kuogopa Mungu wangu, haina budi ya kuogopa, haina budi. Oh Mungu wangu, napenda tu mtu mmoja nielewe, haina budi ya kuogopa mwanadamu, wala wasikuogopeshe kwa maneno yao, wanadamu wasiokuogopeshe, watu wasiweke hofu ndani yako. La heshima, watu wasikuogopeshe. Simama, Bwana yuko pamoja na wewe, Mungu yuko pande wako, Mungu hawezi kukuacha, Mungu hawezi sinzia kwa ajili yako. Maandiko yanaendelea kusema hivi, asema mwanadamu atanitenda nini? Ni kitu gani ambacho mwanadamu atanitenda? Watu wengine tunawapa watu wengine nafasi ya kutuonea, tunawapa watu wengine nafasi kwa sababu hatujui. Ndio maana siku zote nasema kwamba tupate nafasi hata dakika chache, soma maandiko matakatifu. Ukisoma maandiko matakatifu, watu watasema aka mtu kanajiona sana, aka mtu kanakuwa hivi. Ni kwa sababu ya ile maandiko unaiweka ndani yako na inaanza saa matunda. Oh Jesus. Biblia inaendelea kusema hivi ya kwamba Bwana yuko upande wangu, msaidizi wangu, kwa hiyo nitawaona wanaonichukia wameshindwa. Bwana yuko pande wangu, msaidizi wangu, kwa hiyo nitawaona wanaonichukia wameshindwa. Asema ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wanadamu. Ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wakuu. Mataifa yote walinizunguka, kwa jina la Bwana naliwakatalia mbali. Asema walinizunguka, naam, walinizunguka, kwa jina la Bwana naliwakatalia mbali. Asema walinizunguka kama nyuki, walizimika kama moto wa miibani, kwa jina la Bwana naliwakatalia mbali. Oh Jesus. Oh Bwana Yesu apewe sifa. Watumishi wa Bwana, neno la Mungu liwazi. Anza simama peke yako, anza kile kitu, kianzishe tu ile huduma ambayo Mungu alikupa, ianzishe tu. Ianzishe tu kwenye kanisa, mahali ambapo ulipo, uanzishe hiyo huduma. Mahali ambapo ulipo, anzisha hiyo kazi. Mahali ambapo ulipo, anzisha hiyo business. Mahali ambapo ulipo, anzisha kile kitu. Usiogope wala usiwe na hofu ndani yako. Usitumaini wakuu wala kuwakimbilia. Mtumainie Mungu, mtegemee Mungu, umuweke wa kwanza, umuweke kwa kila kitu kwenye maisha yako, na utauona mkono wa Bwana. Utashuhudia mkono wa Bwana. Wala usiogope ndugu yangu, usiogope rafiki yangu, usiogope kaka yangu, dada yangu, mama yangu, baba yangu. Oh, usiogope, simama. Usiogope, simama. Uanzishe tu.
Mwambie Baba, naanzisha hiki kitu. Baba, huduma hii naianzisha kwa wakati huu, naianzisha kwa muda huu. Unijaze nguvu, mkono wako pamoja nami, wala usinipungukie, wala usiniache. Uwe nami katika hatua zote. Unisaidie Baba yangu, unishike kwa mkono wako Mungu wangu. Nisijiongoze peke yangu, na kuhitaji wewe uniongoze. Nahitaji nguvu zako, nguvu ya Roho Mtakatifu iwe nami. Nahitaji presence yako, nitembee katika mapenzi yako, wala nguvu za giza sipati nafasi kwa ajili yangu. Unamwita Mungu katika roho na kweli, unamwalika Mungu katika ile jambo. Mungu unamwambia Baba, kwa kitu ambacho ninipa, ninakuhitaji uwe nami. Nikwambie Mungu atakuwa pamoja nawe. Watu watakao kusema, watakao kunenea mabaya, itafika wakati watabadilisha maneno yao. Itafika wakati watabadilisha misemo yao. Nakuombea kwa Mungu sahihi. Mungu akupe roho yenye ushujaa. Mungu akupe roho yenye nguvu, isimamayo siogopa, bali roho mchayo Mungu, roho ambayo inamwogopa yeye Mungu peke yake. Nakwambia siku ya leo, simama ndugu yangu, wala usiogope. Simama katika familia yako, simama mahali ulipo na uanze hiyo jambo, na Mungu atakuwa nawe, na Mungu atakusaidia, na utashuhudia neema yake Mungu, kwa jina la Yesu Kristo. Amina. God bless you. Tuonane tena.